vitahusika na utoaji wa taarifa zilizo sahihi, ambazo hazina mlengo wa kichochezi, hazina mlengo wa kugawa taifa, wala hazina mlengo wowote mbaya, bali mlengo wa kuwaweka Watanzania pamoja na kushusha taharuki inayoweza kuwepo. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, watu wengi wanatamani sana amani hii pengine ingechafuka sana, na wakati fulani sisi kama Watanzania wana Dar es Salaam huwa tunaweza kuingia kwenye mkumbo huo bila kutafakari. Leo nadhani mmeona kwamba kumbe sisi wana Dar es Salaam tunapaswa kuwa mabalozi wazuri. Niliwahi kuambia, tukipachafua Dar es Salaam, meli haitashusha mzigo, haitashusha madawa. Wala tukipachafua Dar es Salaam, mazao ya kilimo kutoka mikoani hayataingia Dar es Salaam. Ndiza zitaingia, mchele hautaingia, maharage yataingia, sukari hazitaingia. Leo nadhani mnaungana mkono na mimi kwa kile nilichowaambia awali, kwamba tukifunga njia za Dar es Salaam, Dar es Salaam ndio lango kuu la kiuchumi. Mazao ya ndugu zetu kutoka vijijini yanakuja kuuzwa Dar es Salaam, sio kwa sababu wanatupenda sana, ni kwa sababu tuko wengi tunaweza kununua mazao hayo. Leo hii mizigo kutoka China, kutoka kwenye viwanda vikubwa duniani, inakuja kwa meli kuja katika bandari ya Dar es Salaam ili iweze kushusha hapa, iweze kwenda kwenye mikoa mingine. Hayawezi kwenda. Leo hii mafuta yanashuka hapa Dar es Salaam pale KOJ1 na KOJ2, kwa maana ya Kurasini Oil Jet 1 na Kurasini Oil Jet 2, inashuka meli na zinashusha mafuta. Haya mafuta hayawezi kwenda mikoani kama tukiwa Dar es Salaam tumepafunga. Na kuruka nyepesi, hata gari yako leo unaweza kuona kama haina mafuta, na pengine unaweza ukaambiwa mafuta subiri kwanza. Ni kwa sababu ya jambo hilo. Sasa tuwe wote mabalozi wazuri wa amani, na hiki kilichotokea kwa siku mbili kikawe somo endelevu. Waingereza wanasema iwe ni transferable lesson leo na mpaka kesho, ili mtu yoyote ukisikia jambo hili uwe ni balozi mzuri wa kuiambia serikali ili tuweze kuchukua hatua. Mwisho, kwenye mahoteli, kwenye magesti, kwenye lodge, kwenye nyumba kadhaa,